ya makofi ametuongoza vizuri sana. Majina yangu naitwa Esther Ng'ang'a ama Mama Naomi. Praise God. Ninashukuru Mungu kwa sababu ya kuniokoa siku hii ya leo, kwa sababu ya kunipa uzima, kwa sababu ya kunipea afya, na pamoja na hayo nashukuru kwa sababu ya kunileta katika nyumba yake. Nashukuru kwa sababu ya kuwaleta pia katika nyumba ya Mungu. Ninaona jinsi ambavyo mmetulia katika nyumba ya Mungu wetu kuonyesha ukomavu. Praise the Lord. Wakati watoto ni wachanga, adui akija, wao husema ya kwamba baba hayupo, lakini wakikomaa wanasema ya kwamba tuko. Bwana asifiwe. Wanasema ya kwamba wenye boma wako, hata kama dadi hayuko, wenye boma wako. Na kwa hivyo adui hawezi pata mahali pa kuingia kwa sababu tumekomaa. Praise Lord. Neno la Mungu linasema ya kwamba ati mrithi akiwa mtoto hana tofauti na mtumwa, lakini sisi tumekomaa kwa jina la Yesu. Siku hii ya leo nina furaha kwa sababu ya Mungu kunichagua, ya kwamba ni mimi ambaye amenipatia neno la siku ya leo. Na kwa hivyo ninataka tufungue neno la Bwana katika kitabu cha Luka. Kitabu cha Luka 4 na mstari wake wa 18. Nilipokuwa nikisoma neno hili, niliona ya kwamba ni wakati Yesu alikuwa amefunga kwa siku 40, na wakati ambapo alitoka, Biblia inasema ya kwamba akarudi kwao mahali ambapo alilelewa, mji wa Nazareth. Na wakati alirudi mahali pale, akaingia katika chuo cha Isaia na akawa atawanenea. Biblia inasema ya kwamba neno hili ambalo aliwanenea sio yeye alikuwa analisema, lilikuwa limeandikwa. Na kwa hivyo akalisoma, akafungua kinywa chake, akasema ya kwamba Roho wa Bwana yu juu yangu, kwa maana amenitia mafuta kuwahubiri maskini habari njema, amenituma kuwatangazia wafungwa kufunguliwa kwao, na vipofu kupata kuona tena, kuacha huru walioteswa, na kutangaza mwaka wa Bwana uliobarikiwa. Bwana atukuzwe. Nikawa nina furaha sana kusikia ya kwamba hata na mimi Bwana amenitia mafuta. Neno la Mungu linasema ya kwamba Roho wa Mungu yu juu yangu, ni kwa sababu amenitia mafuta kuja kuwafungulia, yaani kuja kuwahubiri habari ya kufunguliwa kwenu. Watukuzwe Bwana. Na nikawa na shukrani mbele zake, ikiwa amenitia mafuta kuja kuwahubiri habari ya kufunguliwa kwenu. Na ati kufunguliwa kwenu na vipofu kupata kuona, na kuacha huru walioteswa. Bwana asifiwe. Kwa hivyo ni wakati wetu wa kusema, kama wewe ni maskini, useme ya kwamba mimi ni tajiri. Bwana atukuzwe. Sisi ni matajiri kwa sababu tumebarikiwa na Mungu. Lakini kuna jambo nilikuwa ninajiuliza wakati ambapo Yesu anasema kuwahubiri maskini habari njema, ni ya kwamba tumekosa neno la Mungu. Nikawa ninajiuliza, maana neno la Mungu katika kitabu cha Mathayo 5 linasema ya kwamba ati heri wenye njaa na kiu ya haki, maana watajazwa neno la Mungu. Nataka kuwauliza, mna njaa na kiu ya haki? Maana wakati ambapo mtu ni mgonjwa, yeye huwa hasikii njaa. Lakini wakati mtu ana afya, anasikia njaa, anasikia kiu. Na kwa hivyo ikiwa tuna kiu ya haki, siku ya leo tunaenda kujazwa na neno la Mungu. Atukuzwe Mungu. Ninataka tuangalie kitabu cha Mathayo, Matendo ya Mitume 12 na mstari wake wa 10. Bwana asifiwe. Hii ni habari ya Yohana wakati ambapo Herode alikuwa anawaudhi baada
chuma. Praise the Lord. Na wakati haya yote yalikuwa yamefanyika, kuna yule ambaye hufungua watu. Mwathani agoshwo. Biblia katika Matendo ya Mitume 12 mstari wake wa 10 inasema ya kwamba na walipopita lindo la kwanza na la pili, wakaja hata mlango wa chuma wa kuingia mjini ukawafungukia wenyewe wa kutoka nje. Wakapita katika njia moja, mara malaika akamwacha. Praise the Lord. Huyu ni Mungu ambaye ako na uwezo wa kufungua, na ndio nimewaambia ya kwamba leo nimekuja kuwatangazia habari ya kufunguliwa kwenu. Haijalishi ni nani amekufunga. Biblia inasema ya kwamba Petro alikuwa amefungwa na mfalme Herode. Alikuwa amewekwa katika hizo vikosi zote, na pamoja na hiyo alikuwa amewekewa hata chuma. Labda wewe umekuwa ukifikiri na ukisema, mimi labda nilifungwa na wazazi wangu, labda nilifungwa na watu fulani, lakini nimekuja kukuambia ya kwamba hapana ati utakuja kufunguliwa aje. Mungu mwenyewe ana uwezo wa kukufungua. Praise the Lord. Ninashukuru Mungu, maana ukienda hapo chini Biblia inasema ya kwamba na wanakanisa walishikana mikono wakaomba kwa juhudi. Na wakati ambapo walikuwa wanaomba, Petro alipofungukiwa na hilo lango akaweza kupita. Kwa hivyo wakati ambapo sisi wanakanisa tuko mahali hapa, hakika tunatakikana kushikana mikono na kuomba kwa pamoja, na yale mambo yote ambayo yamefungika, yule ambaye alifungulia Petro ako na uwezo wa kutufungulia hata lile lango la chuma. Mwathani agoshwo. Kuomba kwa juhudi. Wakati ambapo tunapiga magoti, Biblia inasema ya kwamba Mungu huinuka na anafanya yale ambayo tunamuomba akayatende. Katika kitabu cha Zaburi 24 na mstari wa 9, tufungue pamoja. Mstari wa 9 inasema, inueni vichwa vyenu enyi malango, naam inueni enyi malango ya milele, mfalme wa utukufu apate kuingia. Wakati ambapo tunainua vichwa vyetu, wakati ambapo tunaomba Mungu, wale ambao wamefunga milango yetu wanaambiwa ya kwamba wainue vichwa vyao ili mfalme wa utukufu apate kuingia. Kwa hivyo kuna mahali ambapo milango yetu imefungwa, lakini Bwana anawatangazia ya kwamba wainue vichwa vyao, wainuke, Bwana wa utukufu aingie ili akafungue mambo yetu. Bwana atukuzwe sana. Kuna neno lingine ambalo liko katika kitabu cha Nyakati wa Kwanza, Mambo ya Nyakati wa Kwanza, chapter 4 mlango wa 9. Ni habari ya Yabezi. Inasema Yabezi akamlingana Mungu wa Israeli akisema, lau kwamba ungenibariki kweli kweli na kunizidisha hozi lako, na mkono wako ungekuwa pamoja nami, nawe ungenilinda na uovu. Bwana asifiwe. Huyu Yabezi, wacha nianze hapa. Inasema naye Yabezi alikuwa mwenye heshima kuliko nduguze, na mamaye akamuita jina la Yabezi akisema, ni kwa sababu nalimzaa kwa uchungu. Huyu Yabezi akamlingana Mungu wa Israeli akisema, lau kwamba ungenibariki kweli kweli na kunizidishia hozi lako, na mkono wako ungekuwa pamoja nami, nawe ungenilinda na uovu. Bwana asifiwe. Licha ya kuwa Yabezi alikuwa ameitwa na mama yake jina la uchungu, Biblia inasema ya kwamba alikuwa ameheshimiwa sana kuliko ndugu zake. Na Mungu ana uwezo wa kutufungua. Hapa chini ukisoma inasema Yabezi akamlilia Mungu sana, akaomba
kuitwa hilo jina lake, na alikuwa anatamani Mungu ambadilishe. Unaweza itwa jina mpaka ukienda mahali pengine penye haujulikani, watu wanaendelea kukuita hiyo jina kwa sababu linafanana na wewe. Lakini alichoka kuitwa jina ambalo lilikuwa la uchungu, akamlilia Mungu. Praise the Lord. Akamlilia Mungu ya kwamba Mungu ambadilishie jina, ambadilishie maombi. Na yule Mungu ambaye hufungua akamfikia na akambadilishia maisha. Hata na sisi tunatakikana kuchoka. Dada yangu, ndugu yangu, unatakikana kuchoka. Sijui unaitwa jina gani. Labda unaitwa jina fulani. Huko kwetu ni Kitale, kijiji cha kwetu. Kuna mama alikuwa anaitwa Ubarikiwe. Kwa sababu yeye alikuwa anaenda mahali, anasema tu, mimi jana sikukuwa na unga, ilikuwa hivi. So ukimbia anakuambia ubariki. So alikuwa anaenda kila boma, anaomba. Mpaka watu wakamuita Ubarikiwe. Sasa hata wakimsengenya, walikuwa wanasema, Ubarikiwe alikuwa kwako. So nataka kukuambia dada yangu, Mungu peke yake anaweza kukuondoa majina ambayo umewekwa na watu. Mwingine labda anafanya kazi ya Mungu, anaambiwa anajipendekeza, anawekwa jina, yeye hajui. Na hata watu ambao wameokoka wakisikia kwamba anaitwa jina hilo, wanasema ati anaitwa nani? Na wao wanajoin na wanafurahia. Hawa ni maadui. Bwana atusaidie sana. Inatakikana ukisikia kuna mtu ambaye amewekwa jina ambalo sio jina lake, labda linafuatana na shida yake, ujue ya kwamba kuna Mungu ambaye hufungua watu. Wakati ambapo kuna siku moja nilikuwa ninasoma habari ya Abraham, na nilipokuwa nikisoma habari ya Abraham, mahali ambapo Abraham alikuwa anaishi kwa baba yao Tera, Abraham hakuwa anajua Mungu. Wao walikuwa naomba Mungu ambaye anaitwa Nana, na baba yao alikuwa anajua huyo Mungu tu. Ndugu zake walikuwa wanajua huyo Mungu tu. Hakuna mtu mwingine alijua Mungu mwingine, lakini Mungu alimuita katika kuabudu huyo Mungu. Biblia inasema ya kwamba huko kwao kulikuwa na majumba makubwa, na huko ndio kulikuwa kunakaa kama town kwa kina Abraham. But Mungu alimuita kwa uwezo wake na kwa sauti yake, na akamwambia aondoke, aende mpaka mahali ambapo atamuonyesha. Na Abrahamu, kwa sababu ilikuwa sauti ya Mungu, Mungu aliweza kumbadilisha na akafuatana na sauti ya Mungu, na alikuwa anaenda anakuta sio hapo. Na wakati alikuwa anaenda anakuta sio hapo, Biblia inasema alikuwa anatolea Mungu dhabihu. Anatoa dhabihu, anachinja, anaona sio hapo, anashukuru Mungu kwa sababu ameishi mahali hapo. Anaenda tena mahali pengine. Hivyo. Nayo hii tunaambiwa ya kwamba baba wa imani ni nani? Ni Abrahamu. So ninataka kukuambia Mungu anaweza kukutoa mahali popote. Mahali ambapo umefungwa, mahali ambapo unaona kana kwamba hakuna mtu mwingine amewahi patana na shida kama yako. Mungu anaweza kukuondoa mahali pale. Mungu ana uwezo mwingi. Watu ambao Mungu huinua sana ni wenye wametoka chini sana. Mungu anaweza kukutoa. Mungu anaweza kukutoa wewe ambaye unashindwa utakula nini. Wewe ambaye unashindwa utavaa nini sana ukikuja kanisani. Wewe ambaye unashindwa ulijiandikisha pesa utatoa wapi. Mungu atakupea. Tunatakikana kuwa na imani kubwa. Wacha kuangalia mambo ambayo yamekuzingira. Wacha kuangalia mambo yaliyo mbele yako. Wacha kuangalia uchumi. Atuseme ati vitu vimepanda bei. Nimefika mahali ambapo nimeona hata sitaweza kufanya hii. Hata watoto hawatarudi shule, watarudi. Sijuzi tulikuwa na corona. Corona ilikuja ikatuambia kukufa. Lakini Jehova akasema uzima. Bwana asifiwe. Kwa hivyo hatuna haja ya kutia shaka. Tukimwamini huyu Mungu ako na uwezo. Bwana asifiwe. Nina neno lingine ambalo liko katika kitabu cha Marko 11. Hapo mwanzo. Bwana asifiwe. Hii ni habari ya Yesu wakati ambapo alikuwa amekaribia kuingia katika Pasaka. Wakati ambapo alikuwa naona hapo katika
mwisho za kusulubiwa. Labda ilikuwa ni kama leo tumekaribia siku chache asulubiwe. Na Biblia inasema ya kwamba Yesu alipokuwa akitembea akielekea Yerusalemu pamoja na watu wengine, walipokuwa wakitembea wakienda, Yesu akatazama, akamwona mwanapunda amefungwa mahali njiani. Inasema akawaita vijana wawili, akawaambia ati mfungueni ule punda, na mtakapoulizwa ni wa nini, mseme ya kwamba Bwana ana haja naye. Bwana asifiwe. Hata siwezi kurudia kusoma kwa sababu nimependa hilo jina. Ati Bwana ana haja naye. Labda unaishi kama umefungwa mahali. Sijui kama mwaona punda amefungwa mahali, ameenda choo hapo, analala hapo, anajigaragaza hapo, amekula nyasi imeisha, hana mtu wa kumletea maji, amefungwa mahali pale. Punda na kutoka hapo ni kubeba mizigo na viboko. Wakati mwingine mtu anaweza kuwa amefika kiwango hicho. Lakini siku moja Yesu atatumana, aseme nifungulieni hule mwanapunda. Bwana asifiwe. Labda mimi nilikuwa mwanapunda siku moja na Bwana akatumana, akasema nifunguliwe. Kama kuna mtu hangesimama mbele ya watu, huwa ninawaambia, kama kuna mtu hangesimama, hata ningesimama mbele ya watu, nilikuwa mpaka natetemeka uso. Nikisimama tu nikiangalia, ninasikia uso yangu inatetemeka. Nikiambiwa kwanza nifanye jambo, nilikuwa ninasikia ni kama nimezirai. Wacha nikwambie, kuna yule ambaye siku moja atasema mfungueni yule mwanapunda, ya kwamba leo hii nina ujasiri wa kusimama na kusema ya kwamba ninaweza. Na acha niwaambie dada zangu, ndugu zangu, kinywa chetu kina uwezo wa uzima na wa kifo. Bwana asifiwe. Mimi nilikuwa ninasema siwezi, lakini wakati nilisema nitaweza. Kwa kila jambo ambalo linakusumbua, sema utaweza. Kusema ni hatua ya kwanza. Hiyo ndio unasikia Biblia inasema ati wakati ambapo tunaamini, tunakiri na kinywa ya kwamba tumeokoka. Hata wakati ambapo tunabarikiwa, kiri na kinywa chako na useme ya kwamba mimi ninaweza. Bwana asifiwe. Wakati mwingine tunapita mambo mazito. Sijui kama mwahi pita mambo mazito mpaka ukasema ya kwamba hakuna Mungu. Ukakaa ukasema ndio ninasikianga, hata mwahi nifanyia, lakini mahali nimefika ni kama hakuna Mungu. Mimi kuna siku nakumbuka nilikuwa nimebeba mzigo. Nilikuwa nimebeba gunia kubwa sana. Hiyo gunia imebeba chakula, imebeba kuni. Na nikakuwa nikiuliza Mungu, ni mpaka lini? Mungu, nimekuwa nikikuamini na nimekuwa nikikuomba na unanisikia, lakini nimeanza kutia shaka. Wewe Mungu kweli uko? Nikaanza kufikiria kama wale wanasayansi. Nikaona nikana kwamba ndio kuliza watu walizaliwa wakazaana mpaka nikafikiwa, lakini hakuna Mungu. Na nikaweka mzigo chini. Wakati niliweka ule mzigo chini, nikaanza kulia. Usikumbuke nimebeba mzigo na nimebeba mtoto wangu wa 3. Nimembeba hapa mbele. So nikakuwa ninalia sana. Niwaambie nilikuwa nimebeba nini? Nilikuwa karibu na kwetu mimi. So hilo gunia langu nimebeba msogoro. Nilikuwa naenda naambia mama yangu, "Mama, sina kuni." Niambia enda kwa store uweke misogoro. So nilikuwa naenda nachukua misogoro, naweka chini ya kuota, naangalia naona waru, na sio kuiba, nilikuwa kwetu na nilikuwa na shida. Nachukua waru kama debe moja na mwagilia. Naona mahindi na mwagilia. Naona maharagwe na mwagilia. Naona dawa ya kupanda. Nakumbuka niko na mboga ambazo hazina dawa. Nachota dawa na mwagilia. Ninasema nitaenda kufanya picking one by one. So nikifika nilikuwa ninamwaga, natoa misogoro waru, narudi na chuchunga hivi naosha. Penye nachoteka mahindi ya kushiaga, hiyo nyingine nilibeni. Bwana asifiwe. Na hapo ndio nilikuwa nauliza Mungu. Na sio ati hatukuwa tunafanya kazi. By the way, mzee wangu alikuwa na bidii sana. Alikuwa anaweka kazi ya kutengeneza maredio na kunyoa. Lakini imefika mahali hiyo kazi yote inafanyika, lakini chakula haipatikani.
kushinda Mungu. Leo hii hata mkikuja kwangu nyinyi wote, wacha niseme ushuhuda, hamwezi kosa chakula. Mtakula kwangu. Na sina shaka ya kwamba ati siku nyingine nitarudi nyuma. Njia yenye tunapita sio ya kuzunguka, ati tutaenda penye tulikuwa turudi tena. Penye tumetoka. Mungu ako na uweza. Leo hii niko na ushuhuda ya kwamba Mungu anaweza. Biblia katika kitabu cha Yohana 14 inasema ya kwamba msifadhaike mioyoni mwenu, naenda kuandalia makao, na yakiisha nitarudi tena kuwachukua, ili nilipo nani muwepo. Bwana asifiwe. Mahali ambapo Yesu alienda kuandaa, alienda na akaandaa, na akarudi na akatuchukua, na sasa tunakaa pamoja na yeye, ili alipo na sisi tuwepo. Mahali ambapo Yesu wako, usijali dada yangu, hata kama unapita mambo magumu, usijali. Mahali ambapo uko, si umeokoka? Yesu yuko. Siku nyingine Reverend alituambia ya kwamba Ayubu alienda akamwangalia upande wa kulia, upande wa kushoto, mbele na nyuma, akamkosa, lakini akasema ya kwamba ninajua jambo moja, ya kwamba Mungu ananijua. Nataka kukuambia Mungu anakujua. Dada yangu, Mungu anakujua. Wacha kuinamisha roho. Wacha kusikia ya kwamba umetobolewa. Mungu peke yake ndio ako na uwezo wa kutumia kile ambacho kimetupwa. Labda uko mahali hapa unasikia kabisa, hata ukikaa na watu hivi wanasikia ni kama unanuka. Unajua shida huwa inanuka. Mimi simuniulize. Ukiwa na shida hauna hata rafiki. Kwanza unaenda katoto kako ukiwa na shida. Katoto. Oye. Katoto kako hivi upea mtu wa kushikia. Anashindana ni kama nako na moto. Anauliza utapika saa ngapi akupatie. Lakini mtoto wa mtu mwenye yako na pesa. Nilikuwa ninafunga karatasi ya nylon ile ya black napkin, na hiyo karatasi naifunga vizuri. Leo hii Bwana asifiwe, ako na mtoto vile vitu anamfunga. Jameni, Mungu anaweza. So usiwahi kuwa na shida kwa sababu ya kukua chini. Mungu anajua, na Mungu anajua ni kwa nini akupeleke chini kiasi hicho, ili ukitoa ushuhuda, usitoe ushuhuda yenye mwasikia na watu, utoe ushuhuda mahali ambapo Jehova amekutoa. Mimi wakati mwingine siwezi fanya Mungu wangu kuwa yani ati hawezi. Mimi ninajua kitu kimoja. Kwanza juzi wakati wa corona, kama kuna mtu alikuwa anaomba na anajua ati wakati ambapo tunafikiria dunia yote itaisha, Mungu akisema haitaisha, Bwana akatangaza uzima. Mambo ambayo Mungu amewahi nitendea. Juzi ambapo Reverend aliita watoto wa class 8 waombewe hapa. Niliangalia vijana watatu walikuwa wamekaa, niliwaangalia nikalia, nikaambia Mungu, ninakumbuka siku hii hata kwetu waliitwa kanisani, na nililia Mungu, nikaambia Mungu, mimi najua huyu mtoto wangu ndio atafanya niende Runda, niende Karen. Nilikuwa ninaisikianga, nikaambia Mungu, huyu atafanya niende Nairobi. Bwana asifiwe. Hakuninunulia, lakini alikuwa na baraka ya kwamba wakati alimaliza shule ndio nilikuja Nairobi, na hata kama sikai Karen ya huko, labda ninakaa Karen kwangu. Bwana asifiwe. Nataka kukuambia dada yangu, amini tu. Huyu Mungu ambaye alifufua Lazaro alikuwa amekufa. Alikuwa ameitwa Yesu akuje amponye, lakini akakawia. Hata na wewe kuna sababu ya Yesu kukawia. Anataka kujitukuza na maisha yako. So usitie shaka. Dada yangu, ndugu yangu, usitie shaka. Hata akikawia anakuja kutimiza ahadi. Ikiwa wewe huwa unakaa unasema niko na maagano na Mungu. Kuna wakati niliangalia Ben Gedai, wimbo yake yenye ameimba ati maya ni mapata
mabataro makwa. Siku yangu ya kwanza kuona hiyo wimbo nilikuwa nimetembea Machakos. Nikaona mtu anaosha gari. Kwetu ni ushago wakati huo. Huyu mtu anaonekana amekaa vizuri na anaosha gari. Unajua nilikuwa naamini anaoshanga magari. Na dakika ninamuona akiingia. Mayani mabataro makwa anaandika. Nikasema nitaandika yangu. Hata wewe andika yako. Kama Mungu anakutumia na hiyo njia, andika yako ya mwaka huu. Andika, useme haya ni mahitaji yangu Mungu. Andika ninataka hii. Na yenye nafanya kuna tiki. Mimi nimetiki mingi sana. Na yenye huwa ninapiga magoti naambia Mungu asante. Labda hiyo ingekuja kunimaliza. Bwana asifiwe. Mungu wetu wako na nguvu. Mungu wetu wako na vyote. Bwana asifiwe. Tunatakikana kuchoka. Mimi ninawaambia Batimayo, mwana wa Timayo, alikuwa kipofu. Na wakati alisikia Yesu anapita, Biblia inasema ya kwanza akapaza sauti yake, akalia akasema, Yesu mwana wa Daudi. Watu walikuwa wanamwambia nyamaza unamsumbua. Lakini wao wakati Bwana alisema muacheni akuje, mleteni, wao ndio walienda tena wakamwambia Yesu amesema uende. Yesu amesema uende. Wacha nikwambie, hawa wenye wanakuchekelea kesho ndio watakuwa wanakuambia Yesu anakuambia uende. So dada yangu, ndugu yangu, usitie shaka. Habakuku 10 poleni. Habakuku 3 mstari wa 17. Na 18. Nani atanisomea? Bwana asifiwe. Hakuna mtu mwenye amepata. Unajua mtu anakujanga hapa anachanganyikiwa na shetani anashindwa katika jina la Yesu. Habakuku 3 mstari wa 17 inasema ya kwamba maana mti hautachanua maua wala mizabibu hamtakuwa na matunda. Tabu ya mzeituni itakuwa bure na mashamba hayatatoa chakula. Zizini hamtakuwa na kundi wala vibanda hamtakuwa na kundi la ng'ombe. Walakini nitamfurahia Bwana, nitamshangilia Mungu wa wokovu wangu. Bwana asifiwe. Hiyo tu ndio kazi yako dada yangu. Haujui kwa nini Mungu anajitukuza na maisha yako? Because he is the final say. Huyu peke yake ndio yako na neno lako la mwisho. So hata kama utakosa, kwa kikapu chako hakuna vitunguu, kwa ndoo yako hakuna unga, kwa kabati yako hakuna mafuta, hakuna sukari, hata haujui utakula nini. Hebu tu mshangilie Mungu na mfurahie Mungu. Leo asubuhi wakati tulikuwa tunaimba ati ninamjua aliye mwamba aliyeniokoa ni Bwana Yesu. Nilikuwa nasikia hiyo wimbo, yani hiyo inanichimbua, yani inakuja na nguvu, inanichimbua na utamu sana. Bwana asifiwe. So kama unamjua aliye mwamba, aliye mkombozi wako, aliye mwamba na mkombozi wako, hakuna haja ya kustuka. Bwana asifiwe. Na nikawa ninakumbuka mahitaji ambayo tuko nayo hata katika kanisa. Mnasikia tuombe kwa bidii. Mambo ambayo yametangazwa na waenda tunayahitaji sana. Na kitu kitafanya tufaulu sio kutoa pesa peke yake. Pesa zinaweza kuja na zinapata mambo mengine na sijasema hivyo. Lakini tukiomba Mungu hata sio pesa zitafanya tumalize hii kazi. Kile kitu kizuri, tunashikana mikono, tunapiga magoti. Hata ukiwa kwako nyumba, ujue hii kazi ni yako. Unajua kuna mtu huwa anasema ati hiyo kanisa ya Reverend Maina, hii kanisa ni yako. Wewe hata hiyo kiti yenye huwa unakalia inakujua.
Na tukisikia mmoja wetu ako na jambo, tafadhali dada yangu, ndugu yangu, hata wewe naweza kukupata. Vile baraka inaweza kukupata, hata jambo mbaya inaweza kufanya nini? Inaweza. So kile kitu kizuri ni kuomba kwa juhudi. Na nikimalizia niko na hadithi ambayo nilisikia mahali juzi tu. Ni mtu alikuwa anapeana hadithi, habari ya kijana mmoja ambaye wakiwa darasani, kuna kitu tulikuwa tunafanya tukiwa shule zamani, tukiwa primary. Unafungilia mtu labda kakitu ama unamweka kamanyoa kwa kichwa, halafu mnaanza kucheka. Sasa huyu waliandika karatasi, wakaandika I am stupid, halafu wakambandika kwa mgongo. So akienda nje anakuta watu wote wanacheka, kila mahali akienda watu wote wanacheka. Na ikawa mahali ikafika wakati wakarudi darasani. So wakiwa darasani, teacher wa maths akakuja, akafanya hesabu, akaandika hesabu, akauliza ni nani atasolve. Watu huo wanainua mikono. So yule wale ambao hata mimi nikiwa huko Sunday school napendana kuchagua mwenye hasemingi sana. Sasa huyo hasemingi sana, teacher akamwambia akuje, akafanya ile hesabu vizuri, akamaliza. Na wakati alikuwa anarudi kuketi chini, ndio mwalimu akaona I am stupid. Akasema fulani, hebu simama. Tena watu wakacheka. Akamwambia kuja hapa mbele. Akauliza ni nani alimwandika huyu. Sasa darasa wote wanafurahia. Wanaulizwa na aliandikwa saa ngapi? Mwalimu akagundua aliweka hiyo kitu asubuhi. Akauliza prefect yako wapi? Akamwambia kitu ya kwanza wewe utapandishiwa. Na darasa nzima so ilikuwa inafundisha ya kwamba tusiwe na fake friends. Tusiwe na yani marafiki wenye sio marafiki. Imagine tumekaa hivi na wengine sio marafiki zetu. Sasa tutafanya nini? Labda hata wewe ni mmoja wa kuandikana. Pole sana. Mungu akusaidie sana. Na sisi wengine, ukikuta mtu ameandikwa jambo fulani, hata kama ni nini, niite tu. Uniambie wewe, umeandika, labda shetani ametuandika, si ndio? Vitu zingine tumeandikwa na shetani, zingine tumeandikwa na watu, na zingine tumeandikwa na Mungu mwenyewe. Lakini ni vizuri kile kitu ambacho mtu hajui, enda umwambie umeelepiwa hivi na hivi. Kwa nini? Wacha anyenyekea kwambie kwa sababu ya hivi na hivi na hivi, mwambie sio vizuri. Umemsaidia. Sio ati mtu akiwa na kimoga hapa kwa meno unasema akigai na ndio ananukanga meno. Unaona kitu hapo nayo kwa usichukue kamiti. Mwambie my friend, kuja hebu tu hapo kwa kitu kako kwa meno. Asionekane na mtu mwingine. Bila wamama huwa tunafunikana sometimes. So ni vizuri tuwe na friends, tuwe na marafiki ambao ni dhabiti. Marafiki ambao wametoka kwa Mungu.